ikanijia fikra tu nikazungumza kusameheana baba, lakini nilizungumza zaidi kuliko hapa. Basi tokea siku ile ile nilizozungumza, imamu wa pale wa Kiansari akanambia maneno muhimu sana haya, umeongea vitu vya hatari. Nikasema mpaka Ansari kasema vya hatari, hii ni hutuba ya takwa Ijumaa. Sasa msije mkasema mbona leo kaja na mada ya kusameheana. Sijaianza leo, na wala hakuna kilichokwazika wala hakuna tatizo lolote. Nilihisi tu pengine mtapata faida inshallah, na kwa sababu maisha haya tunayahusu, tunayaishi maisha hayo. Kwa hiyo narudia tena, kuja kwangu kuchelewa, naongea taratibu, lakini kama haraka vipi? Hakuna vipi, imetokea tu, na hata haijatokea vile nilivyotaka, lakini tulichokikamata basi ndio hicho. Tusameheaneni insha Allah, hasa huko majumbani huko. Pointi ya 4, hatujaambiwa sisi tuwaheshimu matajiri kwa sababu ya zile pesa zao, wala hatujaambiwa tuwadharau, ila tumetaklifishwa, na hii ni sharafa kwetu, tumeambiwa tuwaheshimu wanawazuoni. Hii ni amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashekhe huheshimiwa. Warabu wanasema yuqasaru almar'u baina sagharain, hadha al-lisan wal-qalb. Mtu hupimwa kwa vinyama vidogo viwili. Huyu ndio tunamuita ni mtu mzima. Uislamu hautizami wewe mnene, umekula chumvi nyingi. Ulimi wako na moyo wako una hofu kiasi gani na Allah, na una maarifa kiasi gani. Kwa hiyo mtu hata kama anatuzidi sisi umri, tukiona Allah amempa maarifa, ni juu yetu sisi kumheshimu, kwa sababu lan ulama, ingekuwa si wanawazuoni basi watu wangekuwa kama wanyama tu. Sasa leo, Ijumaa ya leo ni Ijumaa adhim sana. Katika zama zetu hizi nimekuja na wanawachuoni wawili, na nyinyi mnawajua, na sio mashekhe wa wasiwasi. Basi kupitia jambo hili ya rate, labda tumechelewa kuwaarifisha, lakini hata misikiti mingine ingekuja kuswali pamoja na sisi kuwatizama. Harakati zao ni kubwa kabisa. Sisi ikramu yetu ni kuwaenzi, na kuwaenzi ni kuwapa fursa kama hizi waseme na watu tuwasikilize, lakini pia kuwajua. Wakati mimi niko upande wa kushoto, nilishuhudia wale mapasta na mapadri namna wanavyotukuzwa, nikiwepo miongoni mwao. Mimi kwa bahati mbaya nishawahi kulamba mate ya padiri. Tulikuwa tunawaona kama waungu watu. Mzungu katema mate, tukasema labda yatakuwa na tofauti, kama hayana tofauti tutapata baraka kubwa. Tulikuwa tunatetemekea kuliko maelezo. Mimi nimekulia Tanga na nilianza kusoma kule Tanga. Baada ya kusoma nikakuta heshima ya hali ya juu zaidi kwa mashekhe waliokuwepo Tanga. Ule utwarika umejaa sana kweli. Mashekhe wanaheshimiwa kule Tanga, waweza wewe hata ukauawa kwa sababu ya shekhe. Na shekhe akishasema ndio kishasema. Na Dar es Salaam pia mashekhe wanaheshimiwa, lakini nafikiri hawazidi kule. Kuna tawadhu ukitizama na hiyo Mombasa na Zanzibari vile, na ndio machimbuko ya elimu hayo. Ndio machimbuko ya elimu hayo kabisa. Ndio maana mashekhe wetu kule
Kuna baadhi ya watu walipata suhuba tu na mashehe, hawakusoma na wakaupata ule ushehe kwa baraka zao. Na mashehe walikuwa wanawapa watu ijaza ambazo ijaza za leo ukizitoa hatari. Mashehe wa kule Tanga walibadilishana elimu. Anatoka Sheikh Suleiman anakuja kwa Sheikh Juma. Akija kwa Sheikh Juma anamwambia Sheikh Juma, nataka hichi kitabu cha Risalatul Jamia tusome. Kinafunguliwa kitabu kama kile, anasoma. Kisha Sheikh Juma anamwambia Sheikh Suleiman, umepita vizuri sana, ila hapa bwana kuna maneno ya bwana mkubwa fulani hapa, anamuongezea yale maneno. Kesho Sheikh Juma anaenda na risala tani, anakuja kwa Sheikh Suleiman, anambia bwana nimekuja kutwali. Haya, soma. Anasoma. Anaambia umesoma vizuri sana, ila hapa kuna maneno ya bwana mkubwa, anayaongeza. Lakini pia wanafunzi wao, sababu kule kwetu ilikuwa watu wanasoma chini ya mti, kwa hiyo ilikuwa zinapatikana ijaza. Wanasema mwanafunzi mmoja shekhe akamwambia jana usiku, haya kesho ujitahidi kurauka ujesoma. Akaenda asubuhi kusoma. Ile anafika kusoma shekhe hayupo. Shekhe kaenda Zanzibar, anamkuta mkewe shekhe. Na mara nyingine mashekhe wetu akaoa mwanafunzi wake, mara nyingine yule aliolewa, wewe mwanafunzi ni mkubwa kuliko mke wa shekhe, lakini unamuita mama. Baada ya pale, mama shekhe yuko wapi? Ambia haya kuaga, kaenda Zanzibar. Ambia haja naambia, kanambia tuje soma. Sisi shekhe ghafilika, na wazee wa kule kadri umri unavyozidi kusogea ndio wanazidi kuwa na kumbukumbu zaidi. Akaambia basi shekhe kasafiri. Haya basi mama nitakuja. Ambia njoo kwanza, emka hapa upate chai. Mama basi emka hapa, mbona unaniita mama? Kwani mimi mama yako kweli bwana? Mimi naye sinalingana tu. Shekhe tunamwona babu. Astaghfirullah alazim, utakallaniwe mimi. Mara anamtia yule mwanafunzi kwenye majaribu. Mara yule mwanafunzi anakimbia kwa sababu kumwogopa shekhe. Kuna shekhe mmoja ambaye ni mwanafunzi wa shekhe wetu Abdurrahman, mwanachuoni wetu upande wa Temeke, Sheikh Abdurrahman, anaitwa Sheikh Nasoro Kombo. Alinisimulia, ni mtu wa Zanzibar. Anasema kule Zanzibar kuna mtu mmoja alicheza na mke wa shekhe. Yule shekhe akamwapiza yule kijana, akawa kila siku anapata hedhi. Mashekhe hao. Sasa shekhe huyu kijana kaogopa. Alivyogopa kaenda kule posta, kaondoka kabisa katika mji. Basi kule posta alipofika, mara anamuona shekhe anashuka kwenye jahazi. Kaogopa, kumbe shekhe atashukia huko. Shekhe akamwambia, haya vipi, mbona umekuja kukaa huko? Na wewe kwenu ni Ilala huko? Ambia shekhe nilikuja tu. Ambia hujaja tu, kuna jambo. Na wallahi nitalijua. Wewe kuna jambo, wallahi nitalijua. Sasa yule anasema mashekhe hao wanajua mbali, inabidi mwenyewe afunguke. Shekhe bwana, sio nia yangu, mama kanifanya hivi, nikaona siku imeharibika, nikawa nimekimbilia huko. Sawa lakini sijafanya. Hofu ile kajichoresha mwenyewe. Shekhe akamwambiaje, simlaumu mama yako na uendelee kumheshimu mama yako. Mama yako hayo aliyofanya mimi nilimtuma. Sasa kwa maana hiyo mimi ndio nimekupa ijaza, sasa wewe unafaa kuwa shekhe. Ni mashehe wa zamani. Shehe wa leo usijaribu. Ijaza kama hizi usijaribu. Inshallah baada ya kutengeneza barabara kama hii, nimeonja tu. Sheikh Haji karibu. Kisha baada ya hapo Sheikh Haji Upepo anakuja mbele yetu, maarufu haarifishwi, mwenyewe kashaji arifisha.
Sheikh Haji juhudi yake ni kubwa, mashaallah. Hizo nahau zinavyopita huko kwa mitandao, nani anamfahamu Sheikh Haji? Mkono juu. Haji upepo, amwangalie mitandao, shekhe kule. Naam, basi leo tunaye live bila chenga, atatupa maneno machache kwa sababu leo atakuwa na safari ya kurudi Zanzibari, vyombo visiishe. Kisha baada ya hapo atakuja Sheikh Shafii Basalim. Tumefahamiana vizuri kama utaapa mfano wa mitume utasema kuna Nabii Musa na Nabii Allah Harun alayhima wa ala nabiyina salatu wassalam. Sheikh Haji karibu, Mwananyamala, imamu wetu Sheikh Suleiman na Sheikh Juma na wazee msikitini ni watu wana mahaba na kheri, na huu msikiti ni msikiti wa harakati, ni msikiti wa watu wa harakati. Tunaye Sheikh wetu Sheikh Suleiman, ni shekhe ambaye ana mapenzi na wasemaji. Kuna bwana mmoja anaitwa Sheikh Saimu Gwao, sasa hivi yuko Maka kule kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliniunganisha na Sheikh Suleiman, na Sheikh Suleiman alipoambiwa tu hakutaka kuchuja, mlete bwana, yuko wapi? Kisha baada ya hapo Sheikh Suleimani akanikaribisha Mtambani. Nikifika pale naona nyomi ya hatari. Huyu bwana Allah amemjalia popote alipo watu hukusanyika kwa wingi, lakini nina swali moja naomba nimuulize Sheikh Suleiman, na hili ninaliuliza kwa ukweli na ninafikiri majibu atanipa. Swali ninalomuuliza, siku moja kuna msikiti nilisali kama Ijumaa 2 zilizopita, ndio ulinisababisha nikatoa udhuru muda wote sijaja hapa kwa sababu ya msikiti huo. Niliende kuhamasisha swadaka katika ule msikiti. Kipindi cha nyuma nilienda kusali, nikamkuta mtu mmoja anatawadha, ilikuwa sala ya alasiri, mbio ataka kuwahi ile takbira kwa sababu imamu aliita Allahu Akbar katika rukuu. Mimi nikaenda pale nikawahi kwa sababu nishamaliza. Yule bwana akawa anakuja mbio kweli. Sasa sala hazikimbilii, na mimi nikasema nitamkumbusha baadaye. Alipokuja vile mbio bwana, alipofika pale akateleza. Alipoteleza kwenye sala akawachota mtama watu hawa, maamuma wa mbele na maamuma wa mbele wote wamedondokea kifuani mwake, na baada ya kudondoka kifuani mwake wanaendelea kufunga swala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina hivyo. Sasa pembeni hapa nilikuwa na mzee mtu mzima, akakauka kucheka kweli kwenye ile swala Maliki yawmiddin, akacheka mpaka akaniharibia na mimi swala. Yule bwana alioteleza ni kijana mweusi mnene, anaongea Kiingereza hatari, ile slang anaongea kweli hatari, na huyu kijana anadai alitokea Marekani. Sasa huyu kijana akawa pamoja na wahadhiri, na kijana huyu nilitizama katika TV ya Saimu Gwao, nikamwona Sheikh Suleiman, kwa sababu Sheikh Suleiman tabia yake kukaribisha watu, yuko pamoja na Sheikh Suleiman akimuarifisha, akiongea da'wa zake. Sasa yule kijana tumemtafuta kweli, yuko ndani ya Uislamu wetu, juhudi inaendelea. Yuko wapi? Sheikh Suleiman atatuambia Muislamu mwenzetu yuko wapi. Asalamu alaykum, karibu Sheikh. Yazmin. Sawa.